Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wakafa ala rasulillahi almustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wal wafa, amma ba'd. Tunakaribisha tena katika video zetu ambazo zinazungumzia siri miongoni mwa asrari za Qur'ani na vile vile siri za dua ambazo kwamba ni mujarrab, ambazo kwamba zimetabikishwa na wale ambao kwamba wamezifanyia kazi, wameona natija na athari katika siri hizi ambazo kwamba nazielezea. Ni siri adhim na nazielezea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tupate fadla, tupate fungu kesho mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Na katika video hii insha Allahu taala tutaelezea swala ya haja, swala ya haja ya kuweza kukidhi haja 1000. Swala ya haja ambayo kwamba lau utaifanya kwa haja yoyote, basi Mola subhanahu wa taala ataweza kukidhia haja zako hata kama ni haja 1000. Na hii ni mujarrab, ni katika dua ama ni katika siri ambayo imefundishwa na moja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anaitwa Al-Khidr, yule alielezea katika suratul Kahfi pale Nabii Musa alayhi salam alipoambiwa kwenda kukutana naye Majma' al-Bahrain, ilivyoelezewa katika suratul Kahfi. Kwa hivyo hii ni siri ambayo kwamba imeelezewa na imetabikishwa, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye kwamba pia ataitabikisha katika maisha yake, basi ataona natija yake kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kabla ya kuelezea siri hii, kama kawaida yetu, tunatanguliza swala, tunatanguliza rahma na amani tumpelekee Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ametaja faida hii na siri hii al-Imam Az-Zabidi, moja katika maulama wakubwa wa maulama wa madhhab al-Shafi'i. Huyu ni katika maulama wakubwa wa huko Zabidi. Zabidi ni katika miji ya Yaman kule upande wa shimali, na ameelezea katika kitabu cha kinachoitwa Takhrij Ihya Ulumuddin, yani kitabu cha Takhrij Ihya Ulumuddin cha Muhammad ibn Darastawayhi. Huyu ni katika miongoni mwa maulama. Huyu Muhammad bin Darastawayhi ni katika maulama wa karne ya 4, maulama wa karne ya 4, ambaye yeye huyu alikufa katika mwaka wa 347 Hijri. Huyu alikufa mwaka 347 Hijri, huyu bwana Muhammad ibn Darastawayhi. Kwa hivyo al-Imam Az-Zabidi anasema katika Takhrij Ihya Ulumuddin, anasema niliona katika kitabu cha al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie, asema kwa hati zake, yani al-Imam Shafi'i ameandika kwa hati zake mwenyewe katika kitabu chake, anasema kuhusu kuelezea hii swala ya haja, swala ya haja ya kuweza kukidhi haja zote ameelezea, yani haja 1000. Ikiwa una haja yoyote ambayo kama unahitaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iwe ni haja ya mali, iwe ni haja ya watoto, iwe ni haja ya kupata kheri, iwe ni haja ya kazi, iwe ni haja ya afya, iwe ni haja ya jaha na cheo katika hii dunia, kwa haja yoyote, basi ukiswali swala hii kwa uwezo Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mola Tabaraka wa Ta'ala atakukidhia haja zako kwa uwezo wake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sema ili tuweze kufaidika na kuona zile siri zake na natija yake, basi tufuate utaratibu huu. Kasema ni yatakiwa
uwe utaamka wakati wa Lailatul Jumua, yani uamke na uoge. Masharti yake ni kwamba uamke, uoge, kisha vile vile uvae mavazi ambayo kwamba ni tahara, mavazi ambayo kwamba ni nadhifu. Uamke, uoge, kisha uvae mavazi ambayo kwamba ni nadhifu. Ukisha kufanya hivyo, utanuilia haja yako yoyote kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kisha uswali raka 2 za haja. Utanuilia haja yako wakati ukitaka kusali salatul haja, utanuilia haja yako ambayo kwamba unamkusudia Mola Subhanahu wa Ta'ala, haja yoyote. Kisha sema uswali raka 2 za haja. Na katika raka ya kwanza, baada ya suratul Fatiha utasoma suratu Al-Kafirun, lakini idadi ni mara 10. Idadi ni mara 10, yani utasoma suratul Kafirun ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka zifike 10. Kisha utaruku na umalize raka ya kwanza. Halafu katika raka ya pili vile vile utasoma suratul Fatiha, kisha utasoma suratul Ikhlas, yani kul huwallahu ahad mara 10 vile vile. Ukisha kumaliza kusali salatul haja kwa namna hiyo, basi utasujudu. Ukishapiga salamu utasujudu, na katika sijida yako utasoma tasbihi na dua zifuatazo. Dua ya kwanza utasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim mara 10. Ukiwa katika sujud utasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim mara 10. Kisha vile vile utasema dua hii pia ni aya Allah subhanahu wa ta'ala inasema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Vile vile hii aya na ambayo pia ni dua utaisoma mara 10 katika sijda. Baada ya hapo utaomba haja yako unamkusudia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika haja yako yoyote katika uhai wako unahitaji kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi utaomba baada ya kusoma visomo hivyo, tasbihi na hiyo dua ambayo pia ni aya. Utataja haja yako kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala atakukidhia haja yako ajilan, yani kwa muda mchache. Mola Subhanahu wa Ta'ala atakukidhia haja zako zozote kwa muda mchache kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Sheikh Abul Qasim al-Hakim, huyu sasa bwana Abdul Qasim al-Hakim anasema fasallaituha, nikaiswali, yani nikaifanyia kazi mubashara. Baada ya kujifunza mimi nikaifanyia kazi hii ni swala, nikajifunza. Sema wasaaltu Allah ta'ala alhikma. Huyu bwana yeye aliomba tu apewe hikma, alimwomba Mwenyezi Mungu ampatie hikma, ndio ilikuwa tumuhati yake, ndio ilikuwa haja yake kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, nini? Apewe hikma. Sema fa'ataniha, Mola Subhanahu wa Ta'ala akampatia hiyo hikma. Kisha vile vile asema vile vile baadaye pia nikamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala haja nyingine, asema waqada li alf haja, na vile vile Mola Subhanahu wa Ta'ala akamkidhia haja nyingine 1000 ambazo kwamba alikuwa anazokusudia kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana akaitwa Al-Sheikh Abul Qasim Al-Hakim. Hii hikma
Hii Al-Hakim ni hikma ambayo kwamba ako nayo, na hiyo ni kwa sababu yeye alimwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala, na Mola akamjibu dua yake na akaweza kumtunukia hiyo hikma, hiyo haja aliyomkusudia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii faida na adhim ni kubwa, wallahi nimeikusudia kuelezea na kufaidisha umma kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili tufaidike sote. Sitaki hii ilmu na hii faida nibaki nayo mimi peke yangu, ndio nikasema tuifanyie kazi. Nimeelezea katika video hii ili tuifanyie kazi, kwa sababu najua sote tuna haja kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tuna haja nyingi, na katika maisha yetu tuna mahitaji mingi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii ni faida adhim, hii ni silaha kubwa. Kwa hivyo tuifanyie kazi, na kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mola Tabaraka wa Ta'ala atatukidhia haja zetu ajilan, yani kwa muda mchache, kwa baraka na siri za dua na tasbihi hizi, kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mola Tabaraka wa Ta'ala atukidhia haja zetu. Mola Subhanahu wa Ta'ala atufungulie milango ya khairi. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuondoshe shari zote. Mola Subhanahu wa Ta'ala atupe furaha na atupe mema katika hii dunia na vile vile kesho akhira. Mola Subhanahu wa Ta'ala awe radhi na sisi, na vile vile atuingize katika jannati al-firdausa, janna, pepo ya juu, maa nabiyina was-siddiqina wash-shuhadai was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hawa ndio marafiki wema mtu kuwa nao katika pepo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.